Mzigo unaanza na huyu binti anaitwa Minja. Unaambiwa binti amehama shule yake ya zamani ndo katimba shule mpya mzee. Kichwani kwake ndoto yake ni moja tu, kupata marafiki wa kweli. Unaambiwa huko alikotoka washikaji walikuwa wanamkataa kila akijaribu kuongelesha. Kwa hiyo siku yake ya kwanza inakuwa ngumu sana kwake, anahisi pengine anaweza akakosa marafiki wa kweli kabisa. Unaambiwa safari hii bahati inakuwa kwake mzee. Anapozama klasi anajitambulisha na wanafunzi wanampokea kwa shangwe na vigelegele. Hii inamfanya ajione mtu kidogo. Basi Minja moyoni mwake anajiambia kuwa pengine sasa ndoto yake imetimia kwa kupata marafiki wa kweli, lakini hakuna aliyekuwa akimzingatia kama alivyofikiria hapo kabla. Kila mtu anampuuzia. Ghafla anatokea binti anaitwa Jiwani, binti ambaye ni maarufu sana shuleni. Anamkaribia Minja akiwa na kikundi cha marafiki zake akimwomba kuwa wawe marafiki. Minja akaduaa kidogo baada ya kumwona msichana maarufu kama Jiwani akitaka kuwa rafiki yake. Anakumbuka tips alizosoma mtandaoni, namna ya kuongea kwa kujiamini mzee. Anazitumia kwenye mazungumzo kwa ujasiri. Baada ya hapo, Jiwani pamoja na kikundi chake wanamwalika kwenye chakula cha mchana. Wakiwa wanatembea kwa pamoja, unaambiwa Minja anaanza kusikia raha moyoni mwake kwamba ametimiza ndoto zake, lakini drama hazikuwa zimeishia hapo. Unaambiwa Jiwani anamtambulisha Minja kwa marafiki zake wa kiume. Pale tu Minja anapowaona anaanza kukosa ujasiri. Unaambiwa washikaji hawakuwa watanashati tu, unaambiwa walikuwa ni maarufu sana mzee. Kuna mwamba anaitwa Ejun alikuwa serious kinoma. Unaambiwa akaamua kujitenga bila ya kumsalimia bidada Minja. Akiwa anajikataa, kwa bahati mbaya bracelet yake na nasa kwenye kala ya Minja, na kabla mchizi aanguke chini bidada akamnasa kwa mikono yake. Akiwa ameduaa hajui afanye nini, akakumbuka video iliyotazama mtandaoni kuhusu kutabasamu. Unaambiwa Minja akatabasamu na taratibu akaanza kuomba msamaha kwa Ejun. Mwamba kwa kunata anamjibu kuwa sahau kwa lile lililotokea. Anajikataa huku akiwa anatabasamu kwa dharau. Jiwani anamwelezea kuwa Ejun na Ejun ni ndugu wenye utofauti mkubwa sana mzee. Anamwambia kuwa Ejun ni rais wa darasa, mcheshi na pia na huruma sana kwa watu, huku Ejun hapendi kabisa mazoea na watu. Shughuli inaanza katika darasa la mziki mzee, ambapo Minja na Ejun wanatakiwa kutumia dawati moja. Unaambiwa hali inakuwa mbaya sana kati yao, kwani hakuna anayetaka kuanza mazungumzo. Basi Minja anatamani kuanzisha mazungumzo juu ya Ejun, lakini hakuna kinachotokea kwa kuwa Ejun anatia headphone masikioni. Minja anajisikia vibaya sana. Baadaye kidogo ticha anamuita pembeni kuzungumza naye kwa faraga. Anamwomba furahie maisha yake katika shule mpya. Anamwambia kwamba kuna mwanafunzi mpya atakuja siku sio nyingi. Anapoutazama utambulisho wa msichana huyo, anagundua kwamba ana jina kama la kwake Minja, lakini watu wanamjua kwa jina la Yunmen. Ni influencer kama Doto Magari, ana followers wengi sana Instagram. Anapozitazama picha zake anagundua kwamba ni mtu ambaye anapenda sana fashion, wakati yeye ni mtu wa kawaida anayevaa miwani tu. Kitu kinachomshangaza sana ni baada ya kumwona mwalimu akimchanganya yeye na Yunmen. Anashangaa huku akijiuliza kichwani kwake ikiwa marafiki zake wanamchanganya na huyo msichana. Anafurahi sana kuwa na marafiki, lakini anajiuliza vipi kama itakuja kuwa mbaya, huenda watu wakawachanganya hawa watu wawili. Haejun anamfuata na kumwambia kwamba anaujua ukweli kwamba Haejun alimwonyesha Minja kwamba huwa ashiriki siri zake kabisa. Mida ya baadaye Minja anapozama darasani anakuta rafiki zake wakiwa na mfollow Instagram. Walifikiri kuwa ni yeye, kumbe walikuwa kimfollow Yanmin. Kutokana na hilo Minja akafikiria kuongea ukweli kwa rafiki zake, lakini akagundua kwamba marafiki zake walikuwa wanahitaji tu yaweze kuwafollow katika mitandao ya kijamii. Ili Minja kuweza kuepuka rafiki zake akawaambia kwamba atumii tena mitandao ya kijamii. Baada ya masomo Minja akiwa anarudi nyumbani akajisikia vibaya sana. Kila mtu anataka kuwa rafiki yake kwa kuwa anamfananisha na mtu mwingine tofauti. Machozi akaanza kumtiririka. Unaambiwa akaamua kuzama mpaka supermarket kwenda kununua kitu kitamu, lakini wakati analipia ghafla Ejun anaushika mkono wake kumzuia. Mchizi alimuona bidada akiwa analia pale darajani, akahisi kwamba atafanya kitu kibaya. Unaambiwa basi bidada akamshukuru sana kwa kuwa ameonyesha kujali, lakini akamuuliza swali zito sana, unahisi nini kuhusu kupotea kwenye ulimwengu? Mchizi akamjibu kwamba hajui kitu chochote, kizuri anachokijua ni kuendelea tu kuishi duniani. Bidada akazidi kuchanganyikiwa. Wakati akiwa nyumbani nyakati za usiku akauona wimbo ambao unaitwa Kufa au Kuishi. Kichwa cha wimbo huo kilimvutia sana. Unaambiwa aliusikiliza wimbo huo na kusoma comment na kugundua kwamba hayuko peke yake anayejisikia upweke. Akaacha ujumbe mzito sana wenye hisia. Mwenye wimbo akajibu kwamba huwa anahisi hivyo pia mara kwa mara, lakini kitu cha muhimu sana ni kuendelea kuishi duniani. Siku inayofuata mwanafunzi mpya ambaye ni Yumin akawasili darasani. Min alipomtazama akagundua kwamba kuonekana kama vile alivyomuona mtandaoni. Alionekana kawaida sana kuliko alivyomtegemea. Muda wa mapumziko bidada akamkuta Min akiwa uani. Akamuuliza, kwa nini unaonekana namna hii? Wewe ni mzuri sana na maarufu. Akataka kumdadisi sana ili kujua ni kwa nini yuko kawaida kuliko jinsi ambavyo alivyo. Yumin akamjibu kwamba hataki kumwambia chochote kile. Min akagundua kwamba Yumin ameamua tu kuwa hivi. Darasani Min na Jiwani walikuwa wakifanya utani. Akiwatazama kutokea mbali, Yumin akakumbuka maisha yake ya zamani, na yeye pia alikuwa na marafiki zake ambao
ambao walikuwa wakicheka na kufanya utani pamoja. Lakini hayo yote yamekwisha kupita. Sasa hivi amegundua kwamba urafiki hauna maana yoyote kabisa. Basi unaambiwa baada ya masomo Min akatamani tena kuongea na Yumin, lakini Yumin hakutamani kabisa mtu yoyote aone wakiwa pamoja, hivyo akamvuta Min mpaka katika store za shule, huku akamwambia kwamba usiigize kama unanijua, hujui chochote kuhusu mimi. Bidada akamwelezea kwamba amepata marafiki wengi sana, bahati mbaya kukutumia jina lake, kwa hiyo sasa anahitaji sana usaidizi wake. Lakini unaambiwa Yumin akuonyesha kabisa kujali, akamwambia kwamba hilo ni tatizo lako, unahitaji kulisolve peke yako. Muda kidogo Hajun pamoja na Hejun walikuwa wanakula good time pamoja. Baada ya mazungumzo kidogo, Hejun anamuuliza Hejun kama anataka, yani kama atakuwa na interest, lakini Hejun hakujibu kwa wakati huo. Wakati huo Ji-won anatokea na kuuliza nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Wakati Hejun anaelezea namna ambavyo watu wanaeneza uvumi kuhusu karibu wa Hejun na Min. Wote Hejun pamoja na Yumin wanataka kuletana kati kwa kulumbana unaambiwa. Lakini Ji-won anawapa taarifa mpya kidogo kwamba anatengeneza party kwa ajili ya kumkaribisha Min kwenye grupu lao jipya. Kwa hiyo anawahitaji wote wawepo. Wakati wa party watu wakasogea kati wakawa wanakula karaoke mzee. Wakati wa party Yumin anamuomba Min aweze kuimba wimbo kidogo. Hii ilikuwa ni tofauti kidogo kwa upande wa Min. Akaanza kujisikia wasiwasi kwa kuwa hajawahi kuimba mbele ya mtu yoyote hapo kabla. Hejun akaingilia na kuomba wote waweze kuimba kwa pamoja, inawezekana pia. Hejun akajibu kwa upole kwamba uwaga haimbi kabisa brother. Hata hivyo Min akaumudu kabisa ujasiri wake, akaanza kuimba sauti ambayo ilikuwa ni nzuri sana na yenye kuvutia. Kila mtu alishangazwa. Performance yake ilisha kwa watu kumshangilia na kumpigia makofi, kitu ambacho kiliweza kuongeza ujasiri wake. Baada ya hapo akaomba uzuri ili kwenda uwani, lakini bila ya kujua Hejun alikuwa amekwisha kumfuata huko alipokwenda. Akiwa anaendelea kutembea, Mwamba anamtolea kinywaji na kumpongeza sana kwa kuwa ameimba vizuri. Baada ya hapo tunagundua kwamba Hejun anashawishika kabisa kumtazama Min. Kitu kipya kinaonekana katika macho yao. Muda mfupi wanarudi katika party. Show inaendelea kidogo na rafiki mmoja anatangaza kwamba Yumin amewafollow back katika mitandao ya kijamii. Min akastuka kidogo, akagundua kwamba urafiki wao lazima utakufa muda si mrefu, maana kila mtu atagundua kwamba yeye sio Yumin. Lakini anagundua ukweli wanyongeza kwamba Yumin hana picha yoyote katika profile yake ya Instagram. Hii kidogo ikampa Min amani, lakini ikamuingiza kwenye maswali mazito. Ni kwa nini Min ameweza kufuta picha zake zote kwenye akaunti yake? Muda kidogo Hejun pamoja na Hejun wakawa wanazungumza nje, wakiwa wanazungumzia kile ambacho kimeweza kutokea hapo kabla, lakini Hejun akajibu kwamba hajali chochote ambacho kimetokea. Siku inayofuata katika darasa la muziki, Min alikuwa akimtazama Hejun kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mchizi akagundua kwamba bidada anamtazama. Ili kuondoa ukimya uliokuwa kwa muda mrefu, akamshangaza kwa kumpatia pair ya headphones. Akamtaka bidada waweze kusikiliza mziki kwa pamoja. Bidada akapagawa kwa matendo ya mchizi. Muda kidogo baada ya vipindi kuisha, Ji-won akawa anachukua picha na marafiki zake. Yumin akawa ameonekana kwa mbali katika picha ambayo alikuwa amepiga Ji-won na marafiki zake. Ji-won akamfuata na kumwambia kuwa ameharibu kabisa picha yao, kwa hiyo akamtaka aweze kusogea ili picha yao iweze kuwa nzuri zaidi. Bidada akajifanya kuwa ni mjinga na anaona aibu, lakini alikuwa anajua ni nini ambacho anakifanya fika. Baada ya watu kupiga picha zao, bidada akawasogelea kisha akakanyaga kiatu cha mmojawapo. Wakishangazwa na kilichotokea, bidada akajifanya kwamba hana hatia kisha akajichenga. Baadaye Min na Yumin wakakutana juu ya jengo. Min akamshukuru sana Yumin kwa kuwa alifuta picha zake za Instagram. Yumin akamwonya kwamba asiendelee kuwa karibu kabisa na wale wasichana. Alimwambia kuwa kuendelea kuwa karibu nao inaweza kumtengenezea matatizo, na kwa mara ya kwanza wakashare siri ya mitazamo yao. Pengine mambo yatakuwa rahisi kama wataweza kubadilishana utambulisho wao. Min aendelee kuwa mtu maarufu huku Yumin aendelee kuwa mtu wa kawaida kwa kuwa hataki kabisa kuendelea kuwa maarufu. Kwa hiyo kwa sasa wakaamua kuingia kwenye dili kwamba Yumin atamfundisha Min jinsi ya kuwa maarufu na Min ataweza kumfundisha Yumin jinsi ya kuwa mtu wa kawaida kabisa. Siku inayofuata asubuhi na mapema, wakati Min alipokuwa na marafiki zake, washikaji wakawa wanamuuliza sana kuhusiana na umaarufu wake pamoja na akaunti yake. Bidada akaanza kuchanganyikiwa, lakini akapata signal kutoka kwa bidada ambaye ni Yumin, akamshauri kwamba anyamaze kimya. Na baada ya signal hiyo, mazungumzo yakawa yamekatishwa namna hiyo. Siku chache baadaye, wakati Min anafanya mazoezi ya kuishi kama mtu ambaye ni maarufu, akiwa anafanya mashopping na nini, ghafla siku ya leo Hejun pamoja na Min wanaonana kwa mbali. Wakajificha kidogo kwa kuona aibu, lakini baada ya muda fulani wakasalimiana vizuri tunaambiwa. Baada ya hapo Hejun akaanza kuvutiwa sana na bidada, licha alionekana kuwa na aibu mzee. Siku inayofuata katika darasa la PE, marafiki wote walikutana uwanjani. Ji-won alipovitazama viatu vya Min akagundua kwamba vilikuwa ni feki. Kendo ikaanza kwamba mtu ambaye ni maarufu anavaa viatu ambavyo ni feki. Kila mtu akaanza kuzungumzia lile, lakini ghafla Hejun akatokea na kusema kwamba alikuwa amevaa viatu vile vile. Kwa utani akatokea rafiki yake na kumuuliza, kwa hiyo nao umevaa viatu feki? Attention ya watu wote ikatoka katika viatu vya Min ikaja sasa kwenye utani na kucheka. Kwa hiyo Hejun akawa amemtetea pale. Baadaye kidogo katika store za shule alikuwepo Yumin pamoja na Min waliposikia sauti ya viatu vya mtu akiwa anasogea katika eneo lao. Haraka sana Min
akajificha, lakini alitokea kuwa mwingine alikuwa ni Haijun. Mwamba alikuwa anaelewa kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea, na kwa kuonyesha hivyo akawaambia kwamba anahitaji kujiunga nao, huku akiwa na tabasamu. Basi wote watatu wakaunda kikundi chao pamoja. Unaambiwa mchizi akawa anaonyesha habari zinazoonyesha namna ambavyo Min alivaa kiatu ambacho kilikuwa ni feki uwanjani. Ilikuwa ni kila mahali ambapo alikuwa akipita Min, kila mtu alikuwa anamsema vibaya. Baadaye kidogo kuna kitu kinatokea. Jiwani anamwomba Min amsamehe kwa kile ambacho amekifanya ili kuonyesha kwamba yeye ni mkomavu. Basi bidada anamjibu kwamba yuko sawa na hakuwa na hasira yoyote juu yake kwa kile ambacho alikifanya uwanjani. Baadaye bidada akajisikia vibaya sana kwa kuwa kuna rumors mbaya zinaenea kuhusu Yumin, mtu ambaye sio yeye. Siku inayofuata Yumin akamwita Min ili waweze kuelewana vizuri zaidi, na baada hapo hao wawili wakaanza kuwa pamoja kwa muda mrefu. Muda wa mchana wakakaa pamoja ili kupata chakula cha mchana. Ni kwa mara ya kwanza Min ametoka out na rafiki yake, na anatamani sana Yumin amuulize kama alishakuwa katika eneo kama hili hapo kabla. Anapoulizwa bidada anasema kwamba hakuwahi kabisa kuwepo katika eneo kama hili hapo kabla. Baada ya kuona hivyo, naambiwa Yumin akaamua kumpiga picha Min, na hiyo utaitumia katika profile picha ya Instagram. Muda kidogo baadaye, baada ya Haijun kuona picha ya Min ambayo alitumia katika profile picture yake, mchizi akataka kumchatisha, lakini punde si punde akatokea Haijun na kumfanya Mwamba aone aibu. Haijun akagundua kwamba kaka yake alikuwa na uficha ukweli kuhusu kitu fulani.